My friend, mume wangu alikuwa ananitesa, nikaamua nitembee na baba yake. Sasa ngoja niwaambie, huyu kaka nilikutana naye, umri wangu na wake ulikuwa kidogo umetofautiana. Mimi umri wangu kidogo mkubwa, yeye mdogo. Akanitongoza mwenyewe, akanipenda mara ya kwanza, akawa na tabia nzuri tu, akawa yuko vizuri tu. Akaniambia tuoane, ndoa ya Kiislamu tuoane. Mimi nikakubali. Nikimwambia swala umri, nikamwambia umri wangu hautakuwa tatizo. Watu wakiongea akaniambia hapana, mimi sina shida, umri wako mimi kwako, yani umri wako mimi haunihusu. Nikakubali, tukaoana. Sasa watu wakaanza kuongea, walivyoongea akaanza naye kubadilika. Akirudi nyumbani unamkuta hayuko happy, unamuuliza mbona hauko happy, una shida gani? Anaanza kukuambia hivi, unajua zamani nilikuwa sifikiri vizuri, sasa hivi naona, yani unajua swala la umri ni kitu cha muhimu sana, yani naona una umri mrefu, sijui itakuwaje, yani hivyo. Akawa akitaka kutoka, mara kwanza tulikuwa tunatokaga wote, akaanza kukataa tusitoke wote. Nikitaka tutoke, anaanza kuniambia mimi siwezi kuongozana na wewe. Hivi unafikiri kwamba yani nikiongozana na wewe itakuwaje? Yani watu wananiona mimi natembea na mwanamke kabisa, unaonekana mkubwa. Wakati ukituangalia maisha yalivyokuwa yamemtandika na jinsi ambavyo mimi nilivyo, yeye ukimuona utafikiri ni mtu wa miaka 65 na mimi naonekana mdogo. Mpaka watu yani nikiwaambia umri wangu wao wanakataa. Lakini ndio hivyo akaanza kuniambia eti siwezi kutembea na wewe kwa sababu umri wako ni mkubwa. Nikasema haina shida. Kidogo akawa haachi pesa nyumbani. Sasa huyu kaka amezaliwa kwa wako watatu, unaelewa vizuri. Kaka zake wako vizuri sana, babake yuko vizuri sana. Ila yeye alishapewa hela, alishapewa mitaji yote anakula. Kashafanywa vitu tofauti tofauti mpaka babake amenyosha mikono akasema basi tena wewe uhangaika na maisha yako, labda nikifa utapewa urithi na najua urithi wenyewe utakula, utamaliza. Utabaki hapo hivyo na maisha yako. My dear. Sasa babake mimi unajua ni mtu ambaye huwa anapitaga, sometimes anapita, anakuja anatusalimia, wakati mwingine anatuletea chakula. Akachukua na namba yangu akawa ananipigia simu, ananiuliza kwa sababu anamjua mtoto wake ni pasua kichwa, anajua mtoto wake ni mtu ambaye asioeleweka. Kwa hiyo mara nyingi akawa anataka chakula, wakati mwingine anapiga simu ananitumia pesa, ananiuliza hapo nyumbani mko sawa, ngoja nitume pesa ya chakula. Na uwezi amini mimi babake hajawahi kujuaga masuala ya umri wangu kwa sababu yani hivyo. Mmoja wakati tunaongea na babake nikawa nimemuelezea, nikamwambia hivi unajua mtoto wako amebadilika, mimi nimemzidi umri kidogo, hajawahi kukuambia. Babake akasema mimi hajawahi kuniambia. Sasa babake ni mtu respectable kabisa, ni mtu ambaye ana jina lake hapa mjini, ni mtu ambaye ana maisha yake hapa mjini, ni mtu mzuri sana. Na mke wake alishafariki, kuanzia hapo hajawahi kuoa tena. Na mimi sijawahi kufikiria, kusema kweli sijawahi kufikiria kama ipo siku nitakuja kuwa na mahusiano na huyu baba. Nikawa namuelezea unajua mimi umri wangu uko na hivi afu mtoto wako ananifanyia hivi na hivi. Akaniuliza kweli, akaniambia mbona uonekani kama una umri mkubwa? Nikamwambia ndio hivyo. Akawa ananiambia mtoto wangu mimi ndio alivyo, tabia zake mara nyingi yani nilishangaa sana mpaka amekuoa, kwa sababu yani mimi najua tabia za mtoto wangu, sio hata mtu akukaa kwenye mahusiano eti miaka miwili mwaka akae na mtu bila kukuletea shida, hamna. Yani mtoto wangu mimi nimeongea mpaka nimechoka, kwa sasa hivi nimeona tu nimwachie Mungu. Kwa hiyo yani vitu akifanyaga huko mimi siongeagi yani. Sasa kilichokuja kunitoa mchezoni, huyu kaka asianze kunipiga, akaanza kunipiga na kuambia akitoka huko na kuambia amechelewa, ukimuuliza ananipiga. Nikawa namuuliza kweli yani unaamua kunipiga ni ulivyokuwa unanipenda tulivyokuwa tunapendana, kinachokufanya unipige nini? Ananiambia unadharau sana wewe. Unajiona kwa sababu unavielewa kidogo, kwa sababu ukiniomba hela nikikunyima, unachukua pesa zako unaenda kufanya vitu vyako, ndio maana unaniona mimi sina akili. Mimi tena kwa hiyo nikikuomba hela usiponipa, kama nataka kwenda kusuka nisisuke kwa sababu umenikatalia kwenda kusuka. Akaanza kudate kisichana, sio msichana, ni kisichana cha jirani hapo. Na akawa ananionyesha kabisa, hadi akawa akikaa hapo mlangoni anaanza kukiita, vipi uko wapi leo tunatoka? Mimi nikiwepo ndani. Akaanza kutembea na hicho kisichana. Siku hiyo nipo zangu usiku ndani nimelala, nasikia miguno sebeni, miguno ya watu wanapachuana. Natoka nisimkute na huyo msichana, nikawashtua, nikamuita, nikamuuliza hivi una akili kweli, unafanya nini huko ndani? Kwa jamani, nyumba ya wanandoa unakuja unafanya nini huko ndani? Akaniambia ndani kwako kwangu unanichagulia mimi cha kufanya. Hivi kwa umri wako unafikiri unaweza ukaruka mimi vitu anavyoruka huyu dada? Unaweza ukaruka majoka anayoruka huyu dada? Unaweza ukanipa style anazonipa huyu dada? Wewe mtu mzima wewe, na wewe unaweza hata nikakuvunja kiuno. Yaani wewe huwezi, kuna style hata ambazo huwezi kukaa. Kwa hiyo mimi namtaka huyu dada kwa ajili hiyo. Roho iliniuma. Niliingia ndani nililia. Nikatamani nitoke kwenye ndoa, lakini nikawa nasema Mungu wangu, nitafanya nini kitu ambacho nitamuumiza, yani kwa sababu it was too much my dear, it was too much. Kuanzia hapo akawa yani yuko open kabisa na yule dada, anamuita huko ndani. Wakati mwingine dada analeta chakula anakula, wakati mwingine anamleta yule dada huko ndani, anakuja anapika, wanatoka wote na wanakuja wanajiandaa, wote dada anachukua nguo huko kwao, anakuja anavalia pale, wanaondoka wanaenda out. Hapo mimi roho inaniuma, lakini nikawa nasema ndani sitoki mpaka nimfanyie kitu ambacho anakuja kusimulia mizimu ya kwao. Hasa nikampigia simu babake, nikamuelezea issue nzima yule msichana. Babake akaniuliza unataka kufanya nini? Nikamwambia mimi natamani nifanye kitu ambacho kitamuumiza, yani ambacho hata kama unajua ni mtoto wako, lakini natamani nimuumize sana. Sitaki kumpiga kama anavyonipiga, lakini nataka nimuumize. Sitaki kuambia kilichotokea, lakini ndio hivyo nikaingia kwenye mahusiano na babake. Sio, naelewa vizuri. Nimeingia kwenye mahusiano na babake.
Siku nimemletea talaka, makaratasi ya talaka, nikamwambia please naomba usaini talaka hapa. Mimi nataka talaka yangu, nataka niondoke. Akajua masiara. Akasaini makaratasi ya talaka hapo, akaondoka, akajua masiara. Niwaambie tu, hiyo siku alivyosaini makaratasi ya talaka, nilienda nikahamia kwa baba yake. Baada ya kama miezi 2 mitatu, babake akatangaza anaoa, akawaita watoto wake akawaambia anaoa. Wakaja watu wamekuja kwenye ndoa, wamekuja kunichukua, wanaulizana huku, mbona ndio nyumbani tulipoenda kumchukua mke wa fulani. Ndio hivyo, akawaambia yeye nimemuoa huyu hapa na sitaki mtu aniulize swali lolote, mimi ni baba yao. Na ukiangalia baba yao ndio anaowapa maisha, baba yao ndio anachangamka, baba yao ndio kila kitu, kwa hiyo hawawezi kumuuliza. Basi tena nikawana na babake. Kwa hiyo siku hizi ananitaga mama, na babake alimwambia koma kijana, koma, sitaki kuona chochote, sitaki kusikia unaongea chochote. Yaani wewe umempata mwanamke umeshindwa kumhudumia, mimi ndio nafanya nini? Mimi ndio ninamhudumia, mimi ndio niko na niwaambia tu na enjoy maisha, na enjoy mapenzi. Sasa hivi naendesha gari ambayo nilikuwa ni gari ya ndoto yangu, ambazo nilikuwa nikipita barabarani nazihesabu, na hesabu ziko ngapi, naziangalia, tunasema yani Mungu wangu, hata maisha nikizaliwa tena natamani niendeshe hili gari, ndio naloendesha. Naishi kwenye nyumba nzuri, babake kashanipa nyumba, kashaniandikia, kaniambia mimi najua ni mtu mzima, siku hata nikifa hapa najua siku yote kitu chochote kinaweza kutokea, nyumba hii hapo usije ukateseka mke wangu. Na sasa hivi ni mjamzito, najiandaa kujifungua. Kijana yupo, tukikutanaga huko ananiangalia kama anataka kuniua, lakini hana cha kunifanya. Na bahati mbaya au bahati nzuri, baada ya kuona watu wakawa wanaondoka sana, wakaja wakakaa kikao, wakaongea. Huyu mtoto hakuwa mtoto wa huyu baba, akamwambia kabisa unaongea si baba, si haifai wewe umuoe huyu binti, si nini. Tukakaa kikao, tukaongea. Baba akasema huyu mtoto alikuwa ni mtoto wa rafiki wa mke wangu, walikuwa na rafiki na mama yake alikuwa na rafiki na mke wangu, akawa amejifungua, akawa amefariki, alikuwa amekuja tu kutafuta maisha, hana ndugu, hana chochote. Kwa hiyo yani alivyojifungua akafariki, wakafanya process zote za kumuadopt mtoto, ndio mtoto akamchukua, ambaye ndio huyo kijana. Ndio maana tabia zake hata hazifanani na wananiliu na watoto wa huyu baba. Kwa hiyo hawana undugu wa damu na mume wangu. Sasa hivi nimeolewa, naishi maisha mazuri. Kijana yupo huko ananengeneka, yuko huko, nakwambia kawa mlevi, mbwa chakari. Akiulizwa anasema sikuwahi kuamini kama mwanamke atakuja kunifanyia kitu kibaya hivyo. Yule ni mwanamke anatakiwa anisikilize, asingetakiwa kunifanyia hivyo. Koma Nina. Akome mwana ukome binti, na kusalimu kwa jina la Jamhuri. Asante sana. Yaani ukipata nafasi ya kumnyosha mwanaume ambaye ni kivuruge, ambaye eleweki, mnyoshe. Na kusalimia dada, hongera sana. Akome umbo.